Hello, habari. Karibu Nifunze Tech. Kwa siku leo tunaendelea na somo letu la 8. Kwenye somo lililopita tuliangalia namna ya kuweka multimedia aina ya audio. Kwa leo tunaendelea na jinsi ya kuweka video na picha katika tovuti zetu au katika website zetu. Sasa kabla ya yote itakubidi kwanza uwe na picha pamoja na video, ambapo vitu vyote utabidi uviweke katika folder lako, ambao mimi hapa nina folder langu la web design. Ila hapo ukilifungua folder langu kwa sasa hivi linavyoonekana hapa, nimeshaka tayari video hii hapa. Kuna video hii hapa gospel, kuna nyingine hii hapa, lakini pia nishaweka na picha yangu. Ukishamaliza kuweka hivyo vitu katika folder lako ambao unahifadhia zile web pages ambazo ni zile HTML files kama zinavyoonekana hapa, basi utakuwa tayari kwenda katika Visual Studio yako na kuanza kuchapa kodi. Sasa nitafungua Visual Studio yangu, nitaingia kwenye Explorer hapa, nita create new file, nitasema file, nitashow tuite video.html. Utabonyeza enter. Bonyeza enter, utafanya setup ya file lako. Kwa utakwenda copy code hapa haraka inaweza kuokoa muda. Of course naamini kila mtu anaelewa matumizi ya hizi tag, kwa sitoelezea sana. Tutakwenda direct katika project yetu ya kuweka video pamoja na picha katika web page yetu. Tutakuja kwenye title hapa, taipa title yoyote, labda niite video mfano. Utasave, utaingia kwenye sehemu ya body hapa, jinsi itakavyokuwa project yetu ikishakamilika itakuwa na muonekano gani. Njoo hapa uangalie. Huu ndo mfano wa project yetu ambao ni multimedia system yenye picha na video. Kama inavyoonekana hapa, hii ndo picha. Alafu pia tutakwenda kuweka video ambao kutakuwa na sehemu ya kuplay, pia kutakuwa na sehemu ya kuongezea sauti na kupunguzia sauti, lakini pia kutakuwa na sehemu ya kuzoom au kuikuza video yako iweze kujaa screen yote. Kama inavyoonekana hapa video yetu, ukiplay sasa hivi ina play, lakini pia unaweza pia ukaikuza hapa kama inavyoonekana hapa, na ukaweza pia kuplay, lakini pia unaweza pia ukapunguza sauti. Huku kunakuwa na controllers kwa ajili ya kupunguza sauti kama inavyoonekana hapa. Kwa hii ndo project yetu fupi ya kuweka multimedia hizi ambazo ni picha pamoja na video. Sasa turudi kwenye Visual Studio yetu, tuanze kuchapa kodi. Tutakuja hapa kwanza, tutaanza kuweka hiyo picha. Tutasema labda tutengeneza heading namba 3, utafunga na kufungua. Tutasema labda hapa nitaweka picha. Chini utashuka hapa, utakwenda kuweka tag moja inaitwa tag ya image. Inaitwa image. Taandika image kwa ajili ya kuweka image. Kama kawaida lazima uweze kusema picha yako inapatikana wapi. Kwa nitaweka source kama attribute. Ndani humo kwenye hizi quote tutakwenda kuweka sasa jina la picha. Kwa ukiangalia kwenye folder letu huku, kama hivyo nilivyokuonesha ule muda, kwenye folder letu hapa kuna hii picha ambayo inaitwa Nifunze. Hapa Nifunze. Of course ni PNG. Hii ndo format ya picha yetu. Kwa nitakuja hapa, nitaandika jina la hiyo picha. Nitasema picha yangu inaitwa Nifunze Tech. Nitasema ni .png. PNG maana yake ni utambulisho wa faili lako. Hiyo tunaita ni extension ya file. Baada ya hapa nitakuwa na another attribute ambayo inaitwa ni alternative. Hii alternative text ni pale ambapo tunakwenda katika source. Tukikuta kwenye source hakuna picha, maana tuna display text, ndio ambazo zitakuwa zinakaa katika alternative text. Kwa nitaweka value yake. Tutasema labda hii ni picha, labda hii ni picha ya Nifunze Tech mfano. Alafu kutakuwa na another attribute ambao tunakwenda kuweka upana na urefu wa picha yetu. Tutatumia width kuseti upana wa picha yangu. Utasema labda ni 300 pixel. Alafu kutakuwa na height, hiyo ni urefu.
utatamka picha yako unataka iwe na urefu kiasi gani, labda niseme ni 200 pixel pia kama kawaida. Ukimaliza hapa hii utafunga ile bracket yake. Kwa hiyo hapa ndo tag ambayo tunaitumia kuweka picha katika page yetu. Baada ya hapo unaweza uka save control S. Kisha save control S, nitakuja kwenye folder langu huku. Nitakuja kwenye ile folder langu ambayo ndo nimehifadhi vitu vyangu. Tafuta file langu limeitwa, kuna file ambayo tulisave pale tukasema ile file inaitwa ni video. Hili hapa file letu la video. Kwa hiyo utalibonyeza mara 2 kuweza kulifungua. Double click kulifungua. Kilifungua itaweza kudisplay picha kama inavyoonekana hapa. Lakini ukiangalia kwenye hii project unaweza ukaona kwamba hii picha na video zote zimekaa katikati. Kwa hiyo utakwenda kutumia tag ya center ili kuset zikae katikati hapa. Kwa hiyo utarudi kwenye kodi yangu hapa kuendelea kuchapa. Nitakuja hapa, nitakwenda kuweka hiyo tag ambayo ni center. Haya, utaiweka tena center. Utafunga center. Ukishafunga center una save controls kwenye keyboard, rudi kwenye browser, rudi kwenye project yako hii ya video, refresh. Refresh unaweza kaona imekuja hapa katikati. Kimaliza hapa utakwenda kuweka video. Kwa nitarudi kwenye Visual Studio yangu hapa kwenda kuweka video. Nitakuja hapa, naweza nikaamua niweke break ili video ambayo nitakwenda kuiweka hapa iweze kukaa chini. Nitaweka labda heading 3 mfano. Nitafunga na kufungua. Katikati nitaweka title. Labda niite hii niseme labda ni video mfano tu niseme ni video. Chini hapa tutakwenda kutumia tag inaitwa video, kuweka video. Tutasema video. Kama kawaida lazima sasa hapa uweze kusema video yako unataka iwe na upana kiasi gani. But tuseme width. Hii ni attribute katika video ambayo ni open tag yetu. Tutasema ni 400 pixel. Haya. Baada ya hapa kuna kitu kinaitwa controls. Sasa controls ni hizi hapa. Ngoja nikuoneshe controls. Control ni hizi hapa. Kuna hii button hii kwa ajili ya kuplay. Hizi zote ni control. Kwa nitakwenda kuziweka katika hiyo video yangu. Utakuja hapa kwenye yangu. Nitasema naomba pia uniwekee hizo control ili niwe na uwezo wa kucontrol video yangu ninavyotaka mimi. Baada ya hapo nitakwenda kutumia tagi nyingine inaitwa ni source. Tag ya source ni tag ambayo inakwenda kuonesha kwamba video yako inapatikana wapi. Utaandika source, utafungua, utaandika source kwa kifupi. Sasa hapa nitatamka video yangu inapatikana wapi. Sasa kama kawaida video yetu ipo katika folder. Kama ukiangalia hapa video yetu ipo katika ile folder. Umeona kwenye ile folder la web designing. Sasa hapa let's assume tutumie video hii hapa nyingine ya live ambayo inasoma ni live, hii ni MP4. Nitakuja kwenye kodi zangu hapa nitasema video yangu inaitwa ni live unaweka utambulisho wa file ni MP4. Kimaliza hapa utaweka type kama kawaida. Hii ni attribute nyingine. Utasema labda hii ni video / nitakuja kwenye quote utaweka video / labda niseme ni MP4 kama kawaida. Ukimaliza hapa unaweza ukafunga hapa. Kama kawaida hii video yetu tag ni tag ambayo inafungwa, yani inafunguliwa na kufungwa. Kwa nitaifunga hapa video yangu ili kusema kwamba hapa ndio mwisho wa hii amri yetu ya kuiruhusu browser iweze kudisplay video. Utasave control S kwenye keyboard, rudi kwenye browser, refresh hapa kwenye page yetu, refresh unaweza ukaona video yetu tayari imekubali kuja kama inavyoonekana hapa. Unaweza pia ukaplay ukaangalia kama kodi zetu zimefanya kazi au vipi. Utaplay. Kama inavyoonekana hapa pia unaweza pia uka zoom video yako ili iweze kujaa screen nzima. Hii yote ni matumizi ya zile controls
ambazo nilikuwa nazizungumzia, kuplay, si kupunguza sauti, kuzoom nini, ni kazi ya control. Usipoweka control, maana yake mtu hatakuwa na uwezo wa kuweza kucontrol video yako anavyotaka yeye. Kwa nafikiri kufikia paka hapa, huu ndio mwisho wa hii tutorial yetu fupi ya jinsi ya kuweka multimedia aina ya picha na video. Sasa kama umpenda video hii, usahau kulike, kushare pia na watu wengine, pamoja na kusubscribe katika chaneli yetu ya Nifunze Tech kuendelea kupata mafunzo yetu kwa vitendo zaidi. Asante.